Naam, karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Siku ya leo tutaenda kuangalia utengenezaji wa sabuni tiba, ambapo siku ya leo tutatumia hivi vitu ambavyo vinaonekana katika video ya siku ya leo. Kuna karoti, kuna tangawizi, kuna bamia, kuna vitunguu saumu, kuna vitunguu maji, kuna nyanya, kuna mchele, pamoja na majani ya mwarobaini. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Lakini pia nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho kitakusaidia wewe kutengeneza bidhaa zaidi ya 15. Lakini pia nimekuandalia darasa WhatsApp, namna ya kutengeneza hatua kwa hatua. Hivyo basi, kama unapenda ujasiriamali, utanitext kwa WhatsApp kupitia 0783 500 971. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Loudness Enterprises. Karibu sana kwenye ujasiriamali, tuwe pamoja. Endapo utahitaji huduma zetu, namba zangu hizo ni za WhatsApp, usipige kawaida, tuma WhatsApp, tutakuhudumia kwa wakati husika. Sabuni tiba msikilizaji, ni sabuni ambayo inatumika katika kutibu au kutatua changamoto mbalimbali katika ngozi ya mtu. Na ili sabuni yako iweze kufanya vizuri, basi ni muhimu sana ukaweka vile vitu ambavyo vinaenda kuisaidia ile ngozi kutatua hizo changamoto. Na ukitaka matokeo mazuri zaidi, tumia vitu vya asili kama matunda na mboga mboga, kama hizi ambazo nazitumia. Hii hapa ni tangawizi kama inavyoonekana. Hatua ya kwanza, utavisafisha vile viambata au zile ingredients zile. Hivi tunaita ni virutubisho ambavyo vinaenda kusaidia ngozi ya mtumiaji wa sabuni yetu ya Almasi. Na katika video ambayo itafuata, basi nitaonyesha namna ambavyo tunaipaki na uhalisia na muonekano wa sabuni yetu. Hivyo ni vitunguu saumu pia tunaviandaa. Hatua ya kwanza, tunahakikisha kwamba tunavisafisha kwa maji safi, na hili hapa ni tango. Hivi vitu vyote vina faida katika ngozi ya mtu. Kwa kama utahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na vipimo, uzalishaji hatua kwa hatua, basi karibu sana, tunakualika kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana katika dashboard. Nyanya pia zinasaidia kuondoa ile michirizi katika ngozi au yale mabaka sugu ambayo hayaondoki. Vitunguu saumu pia vitunguu maji vinasaidia pia kuondoa harufu, kama mwili unatoa harufu fulani ambayo sio nzuri, basi vitunguu maji vinasaidia kutoa. Bamia pia inatusaidia kufanya ngozi iwe soft, yani kulainisha ngozi. Kama ngozi inakuwa na makunyanzi, ngozi inazeeka, basi ukitumia bamia inarejesha ngozi katika ujana wake. Yes, lakini pia tuna kirutubisho kingine hiki hapa. Inafikiri tunafahamu ni ukwaju. Ukwaju pia una kazi nyingi, ikiwa ni pamoja na kutusaidia kuzibua vile vitundu vya vinyelea, lakini kurutubisha ngozi na kuipa uimara ngozi, ule uimara wa kusaidia kukabiliana na maradhi mbalimbali. Lakini pia hapa tuna mchele kama unavyoonekana. Hivyo ndio vitu msikilizaji ambavyo tunaenda kutumia katika utengenezaji wa sabuni tiba ya siku ya leo. Kwa hiyo twende hatua kwa hatua. Video yetu ina dakika 10. Ndani yake pia ina maarifa mengi sana, ikiwa kama utaamua kuifuatilia. Na hii hapa ni blender naandaa, kwa sababu hivi vitu ili kwamba tuweze kuvitumia lazima tuvisage kwa pamoja. Na hapa ninaanza kuchambua. Haya ni majani ya mwarobaini, na tunafahamu yenyewe yana tiba zaidi ya 40 katika ngozi ya mtu. Kwa hiyo tunaamua kuadi au kutumia. Kwa msikilizaji, ukitaka sabuni yako ilete matokeo kwa mtumiaji, atumie na alete matokeo na awe shuhuda kwa wateja wengine, na bidhaa yako iweze kufika mbali zaidi, hakika kwamba unatumia vile vitu kweli. Sio kwamba uviandike tu kwenye package, hapana. Viwepo ndani ya bidhaa, kama siku ya leo ambavyo tunaweza tukatengeneza sabuni ikaonekana na matokeo mazuri. Kwa hiyo baada ya hapo, unahakikisha kwamba umevisafisha vizuri kabisa. Unachukua blender kwa ajili ya kuvisaga. Yes, unaviweka mule ndani katika blender. Blender yetu inatumia umeme. Kuna wale wanatumia blender za mikono ambazo zina umeme, pia zinafaa vizuri kabisa. Msikilizaji, channel hii ni muhimu sana kwako. Kama unapenda zaidi kujifunza, unaweza ukasubscribe au ukaniandikia maoni hapo chini katika comment. Kumbuka kwamba lengo la channel yetu si lingine, ni kujifunza ujasiriamali kwa ajili ya kupata maarifa mbalimbali, ili kuweza kujikimu kwa upande wa kipato kuhusiana na maisha yetu. Yamkini umeajiriwa, unaweza ukafanya ikawa kama kitu cha ziada ambacho unakifanya, lakini unaweza kuwa hujaajiriwa, unaweza ukakifanya hiki kuwa ajira yako. Kwa hiyo baada ya hapo msikilizaji, unaweza ukaona kwamba tumepata juisi nzuri ya ule mchanganyiko wa vitu vyote, tumevisaga kwa pamoja na matokeo yake ni haya hapa. Lakini ni muhimu sana tuchuje ili tuweze kupata ule uji ambao ni soft zaidi
kwa ajili ya kwenda kuutumia. Sasa msikilizaji, ukishapata huu uji, sasa huu uji ndio umebeba virutubisho vyote muhimu katika ngozi ya mtu, aidha kumtibu au kumkinga na maradhi mbalimbali. Kwa hiyo ikiwa kama utavitumia hivi vitu kweli katika sabuni yako, amini kwamba sabuni ikienda kwa mtumiaji lazima italeta matokeo mazuri na product yako lazima itaenda viral. Niamini ninachokuambia, kwa sababu mimi si tunafundisha bali natengeneza, nazalisha, naingia sokoni, ninauza, nasimamia wajasiriamali pia mbalimbali ambao wanafanya ujasiriamali. Hasa hapa msikilizaji, ndio tunaenda kwenye production. Tumemaliza kuandaa juisi yetu. Kwenye production sasa tunakuwa na container ambalo tutalitumia katika kukoroga. Tunakuwa tuna mwiko wa kukorogea kama kawaida na kama inavyoonekana. Lakini pia lazima tuwe na caustic solution. Tunafahamu wale ambao tunazalisha sabuni, ili uweze kutengeneza sabuni lazima uwe na caustic soda, unadilute na maji. Baada ya muda unaipima kwa kifaa ambacho kinatambulika kwa jina la hydrometer, ambacho ni hiki hapa. Yes, tunaipima vizuri sabuni yetu, tunahakikisha kwamba sabuni yetu tunapima caustic solution, tunahakikisha kwamba kile kipimo ambacho kinalengwa basi tunakipata. Ukitaka kujua vitu kama hivi msikilizaji, ni muhimu sana kujifunza. Aidha kupata nakala ya kitabu, soft copy au hard copy, popote unakipata mkoani, nje ya nchi pia tunawafikia wateja wetu wote. Una confirm kipimo. Baada ya hapo sasa tumesha confirm, tunahamisha caustic solution kwenye jaba, lakini pia tunaichanganya caustic solution, tutaichanganya na hivi virutubisho ambavyo tunaviona hapa. Yes, tunapima pia idadi ambayo tunataka kulingana na ukubwa wa mkorogo wetu, afu tunaichanganya virutubisho vile vyote ambavyo tulivichanganya tukavisaga, tunavichanganya na caustic solution kwa pamoja. Yes. Tunasuuza kidogo namna hiyo ili tuweze kupata matokeo ambayo yanaridhisha. Msikilizaji, mtazamaji, mfuatiliaji ambaye unapenda kunifuatilia, ukitumia sabuni ya Almasi Smart, hii ni herbal soap, inaweza kukusaidia changamoto ya ngozi ya aina yoyote. Tunaweka CDE. Yes, tunaweka CDE kwa ajili. Yes, hapa pia tunaweka perfume. Tunaweka kiasi kulingana, kila kitu kinaenda kwa idadi. Kwa hapa tunamimina perfume zetu kulingana na idadi ya mkorogo ambao tunautazamia. Perfume inatusaidia kupata manukato mazuri, hasa pale mtu anapokuwa bafuni anaoga, anajifili vizuri kabisa. Tunaikoroga vizuri, lakini pia CDE inatusaidia pia, ni soap booster, lakini pia inatusaidia kupata ule usoft kwenye sabuni. Baada hapo msikilizaji, tunakuwa na mafuta ya mise, mafuta ambayo yana asili ya kuganda. Tunachukua ile mafuta tunayamimina kwenye container letu ambalo tunaenda kutumia katika kukoroga sabuni yetu ya siku ya leo. Kwa tunamimina vizuri kabisa. Yes. Sasa tunatumia dumu mbili leo msikilizaji. Tunamimina dumu letu la pili la mise. La kwanza la mise, alafu la pili tunatumia mafuta ya mawese. Kumbuka pia mawese yana faida kubwa kwenye ngozi ya mtu. Mafuta ya mawese yana vitamini D. Yes, vitamini D katika ngozi ya mtu. Vitamini D na E kama sikosei. Yana vitamini D na E. Kwa hiyo yanasaidia sana kwa upande wa ngozi, kuilinda pia ngozi isishambuliwe na maradhi ya ngozi kama fungus na kadhalika. Hasa tunayachanganya kwa pamoja yale mafuta ya mise pamoja na mafuta ya mawese. Kumbuka mafuta ya mise ni mafuta mekundu, mafuta ya mawese ni mafuta mekundu, na mafuta ya mise ni mafuta meupe. Sasa hapa tunaanza kuchanganya. Hii hapa nilikwambia kwamba ni caustic solution, tulishaichanganya na vile virutubisho au vile viambata vyote ambavyo tunataka viwepo katika sabuni yetu ya tiba, ili kwamba ikienda kwenye jamii basi tupate matokeo mazuri kutoka kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Na kadiri sabuni yako itakapokuwa inafanya vizuri zaidi, basi na wewe utakuwa unafika mbali zaidi, kwa sababu unakuwa unawapatia ile huduma. Na yule kule unaweza kumuona anaandaa boxi, anatarika boxi ndani yake, ili kwamba tunamimina huu mkorogo hapa. Kwa hiyo katika video ambayo inafuata naenda kuonyesha kumina mkorogo kule, kukata vipande, kuvishona vipande na kupaki katika vile viboksi ambavyo tunavitarajia kuingia navyo sokoni. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji, hapa mkorogo wetu umekamilika. Hatua inayofuata tutaenda kumimina, tutasubiri masaa 24 igande, afu then tutaendelea na zoezi lingine la ukataji. Karibu sana. Ukitaka kujifunza basi unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana katika dashboard. Huduma yoyote ya ujasiriamali,
kama unahitaji maarifa zaidi. Kwa hiyo tutatandika ile boksi, likiwa tayari tutamimina humu kama inavyoonekana. Asante sana, jikubali, hata wewe pia unaweza kufanya leo.